Bwana, mechi imemalizika ya ligi ya mabingwa Afrika. Mnyama Simba Sports Club amekubali kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa Stade Malien katika uwanja wa Mars 26 au March 26 ndani ya Bamako, Mali. Sasa hapa tunakwenda kuangalia vitu viwili. Kitu cha kwanza, nafasi ya Simba katika kundi, na kitu cha pili, kitu gani ambacho kimpelekea wapoteze kwa maana ya jicho la kitaalamu katika pitch kwa kile ambacho nimekiona. Yes, sasa tukianza kwenye nafasi ya Simba katika kundi hili, kimsingi ni kundi ambalo tulishalijadili huko nyuma, lakini kwa sasa limekaa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunafikiria. Yaani kama ilikuwa hivi basi imepinduka, kichwa chini miguu juu, limebadilika mpaka sasa hivi. Ikumbukwe ni kundi ambalo michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu zinachezwa mechi mbili, kwa maana mechi ya kwanza na mechi ya pili, au mechi day 1 na mechi day 2. Mkimaliza hapo mnakwenda kwenye break ya takriban mwezi kuelekea katika fainali za AFCON. Kwa hivyo mechi hizi mbili ambazo wamecheza kwa kila mmoja ni mechi za mwisho kuelekea katika fainali za AFCON. Na baadaye mwezi wa pili ligi itarejea tena kwa maana ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, alafu ataanza kutafutana tena upya kwa ajili ya kwenda huko mbele zaidi. Sasa kila timu ilitamani kwenda katika AFCON au katika mapumziko ya AFCON ikiwa tayari imejikusanyia alama nzuri ambazo zinaweza zikawa na faida kubwa kwenye duru la pili ligi itakaporudi kumalizia zile mechi 4 zilizosalia. Zipo baadhi ya timu ambazo tayari zimeshajiweka katika mazingira mazuri kwa maana ya ukusanyaji wa alama, zenyewe zina alama 4, lakini zipo baadhi ya timu ambazo hazijapata alama kabisa. Zipo baadhi ya timu zina alama 1 na 2. Kwa hiyo kila aina ya alama kwenye haya makundi zipo. Sasa kwa kundi hili la Simba ni kundi ambalo kwenye uchezeshaji wa draw timu ambazo zilikuwa ni favorite, yani giants wa makundi, ilikuwa ni Esperance de Tunis Ataraj. Hayupo katika top 2. Katika wale wawili wa juu kwenye kundi kwa sasa tunapozungumza hayupo. Timu ya pili ilikuwa ni Simba Sports, na wenyewe pia hawapo katika zile nafasi mbili za juu. Kwa hiyo ni kundi ambalo limetuonesha surprise. Timu mbili za chini ndo zimekaa juu, timu mbili za juu zimekwenda chini. Sasa basi Simba ndio timu pekee ambayo mpaka sasa tunapozungumza hawana alama yoyote. Wenzake wana alama 4. Yupo mwenye alama 2, lakini Simba hana alama yoyote. Bado nafasi ya Simba ipo, lakini ni ngumu. Na ugumu unaanzia wapi? Itakaporudi baada ya AFCON kumalizika, Simba anatakiwa kucheza mechi 2. Double header tunaita. Double header ni ile unacheza na mpinzani kwake, alafu anakuja kwako. Yaani nyumbani away unacheza naye mpinzani, tunaita kugeuka naye, mnageuka naye. Maana yake Simba anakwenda kucheza na Ataraj Esperance de Tunis. Atacheza naye katika uwanja wa Mkapa, atacheza naye katika uwanja wa Mohamed Agebri au Olympique de Rades kule Tunisia. Kwa hiyo ni mechi 2 double header, anageuka na Esperance. Of course kundi tayari lilishakuwa hivyo, kwa maana ya Simba kwenye ratiba ilikuwa ageuka na Esperance. Sasa kugeuka na Esperance inawezekana ikawa sio big deal endapo Esperance angekuwa ameshavuna alama za kutosha, lakini Esperance anakwenda kucheza double header na Simba ikiwa hana alama za kutosha. Yani kundi tayari limeshaanza kuonesha kuna utofauti wa yeye na wawili ambao wako juu. Maana yake nini? Ni kwamba wakati ambao Simba anafikiria atakaporudi baada ya AFCON kucheza double header ya nguvu, yani kwa namna yoyote lazima achukue alama 6 kutoka kwa Esperance de Tunis. Just imagine kuchukua alama 6 kutoka kwa Esperance de Tunis, ndivyo ambavyo Esperance de Tunis anampigia hesabu Simba. Sasa kila mmoja na msuli wake, wote hawa na misuli, lakini mechi ya Simba na Esperance ni favorite. Maana yake ni timu yenye nafasi kubwa zaidi ya kushinda katika mchezo, au wenyewe wanaita kwenye makaratasi ni timu ambayo namba 1 uwanjani katika huo mchezo. Sasa Simba anakwenda double header ikiwa ana alama dhidi ya Esperance de Tunis. Esperance ambao ni timu ambayo ina nguvu, ina uwezo wa kumfunga Simba katika mechi zake zote mbili. Yaani Esperance ana uwezo wa kumfunga Simba ndani ya Tunis, ana uwezo wa kumfunga Simba ndani ya Dar es Salaam. Inawezekana hilo kwa sababu mbalimbali. Kwanza quality ya Esperance ametuonesha yuko ahead ukilinganisha na Simba, kwa sababu Simba hana alama yoyote kwenye mechi mbili. Esperance ameshapata alama 2 kwenye mechi mbili.
Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili la ukubwa wa timu yenyewe, kwa maana ya qualities ya wachezaji. Humo ndani unaweza kuweka na wasifu pia. Wanapokutana Simba na Esperance, unampa nafasi ya kwanza Esperance, yani Esperance anakuwa ni favorite, timu yenye nafasi ya juu zaidi. Maana yake Simba yupo katika dangerous zone, yupo katika danger zone, kwenye sehemu mbaya zaidi, yupo katika eneo jekundu, eneo ambalo linaweza kufifisha matumaini kwa mashabiki wao kuelekea robo finali. Simba haijawahi kutokea kwenye miaka hii, tangu wameweza kufanya hii massive investment 2018 mpaka leo, haijawahi kutokea kuingia group stage wakashindwa kutoka group stage kwenda hatua ya robo finali. Haijawahi kutokea. Nafasi ya Simba bado ipo. Nafasi yao iko vipi? Kwanza lazima wachukue alama kwa Esperance ili wapate hiyo nafasi, kwa sababu kuna mechi mbili zitabakia. Stade Malien atakuja Tanzania, given let's say Simba anapata alama tatu. Simba mechi inayofuata itabidi amfuate Petro Atletico de Luanda Angola, sehemu ambayo hana uhakika wa kuchukua alama 3. Maana yake Simba amejiweka katika mazingira magumu mno ya kwenda hatua ya robo finali. Sio haiwezekani, hapana, inawezekana wakaenda, lakini mazingira yamezidi kuwa magumu zaidi ya Simba kwenda hatua ya robo finali. Na ukiangalia mbele yao ni mwamba mmoja mzito umekaa hivi, kwa maana ya Esperance Etaraji. Ndio muda ambao Esperance anataka kuonesha kwamba mimi ni mkubwa katika kundi, nilisinzia tu na anarudi imara kwa ajili ya kwenda hatua inayofuata. Ndio kipindi hiki. Sasa hilo ni eneo la kwanza na mustakabali wa kundi, kwa namna ambavyo linasomeka, kwa namna ambavyo lilivyo. Katika mchezo wa leo ambao binafsi niliangalia dakika ya kwanza mpaka 90, kitu ambacho nilikiona ni Simba kama walikuwa na pressure kubwa katika vifua vyao. Kuna muda ilikuwa wajui wafanye kitu gani. Kwenye first half utawasifia sana Stade Malien. Walicheza vizuri sana. Stade Malien walikuwa bora sana. Walicheza very compact. Walikuwa na walinzi 4 na winga wao hususan wa kushoto Diallo alikuwa anarudi nyuma kuja kuungana na hawa walinzi 4, wanatengeza hadi shape ya wachezaji 5. Alafu katika midfield wanacheza na viungo 3 ambao wanarudi nyuma kutengeneza safu ya wachezaji takriban 7 mpaka 8 wakati ambao hawana mpira. Simba wanafanya transition vizuri kutoka kwenye backline, wanapiga pasi zao vizuri, wanasogea mpaka eneo la midfield. Kutoka katika eneo la midfield kwenda kwenye eneo la katikati la uwanja kwenda katika safu ya ushambuliaji ni eneo ambalo Stade Malien walikuwa wamelipiga kufuri, hali ambayo ilikuwa wanashindwa Simba kumalizia pale, yani kupitisha zile penetration passes. Ilikuwa namna pekee ya Simba kushambulia, wapite wide, wapite pembeni, hali ambayo ilimfanya Selemani Mwalimu kuwa anakwenda upande wa kulia wa Shomari Kapombe kwa ajili ya kwenda kusupport kuchukua mipira nje ya boksi kutokea upande wa kulia ili aingie nayo ndani. Muda mwingi Stade Malien walikuwa wanakaa katika V areas, maeneo ya V wanayaziba. Ilitokea jaribio moja lilipata Joshua Mutale akalipaisha juu, lakini tofauti na hapo concentration ya Stade Malien ilikuwa kubwa, na faida kubwa wana golikipa yule Ngolo, ni golikipa ambaye alikuwa anawakumbusha sana majukumu yao wachezaji wake, kwa maana safu ya ulinzi. Kwa hiyo Stade Malien kwenye kipindi cha kwanza walikuwa bora sana, walikuwa wamejua namna ya kuwazuia Simba. Kwenye kipindi cha pili Simba Dimitar Pantev aligundua kwamba kwenye eneo lake la midfield kuna link up inakosekana, yani timu haina typical namba 8. Ndivyo ambavyo walicheza kwenye kipindi cha kwanza. Typical namba 8 hayupo uwanjani. Kwa alichokifanya akamuingiza Morris Abraham. Alipomuingiza Morris Abraham kwa ajili ya kwenda kuilink timu kutoka kwenye ili eneo la kiungo kumalizia katika eneo la ushambuliaji, tuita final third, robo 3 ya mwisho kwenda kumalizia. Sasa Morris alipoingia alifanya hiyo kazi, ingawaje aliingia akaenda kubase zaidi right side, upande wa kulia zaidi kama nambari 8, lakini alibase zaidi upande wa kulia. Aliingia Steven Dese Mukwala naye alikuwa uwanjani, kwa pamoja wanatengeneza combination nzuri, lakini ile combination haikuzaa matunda ya moja kwa moja. Goli lilifungwa kwa second ball, mpira wa pili ambao ulimkuta Neo Maema, akamalizia kwa kushuti mpira mrefu na ukajaa kambani moja kwa moja. Kwa hiyo
kipindi cha pili kilibadilika, lakini ikawa kama kuna pressure, yani kama kila mchezaji anatafuta namna ya kufunga, inatafutwa nafasi ya kutengenezwa. Kwa hiyo ikawa kipindi cha pili kama mecheck bob, yani kuna namna ambavyo walikuwa wanacheza bila kujua wanahitaji kitu gani. Yani timu ilikuwa inahangaika uwanjani bila kuwa na mustakabali mmoja ambao unaeleweka kwa maana ya njia ya kupitia. Ukiachana na mpango wa Morris Abraham, ilikuwa hakuna tena option nyingine ya Simba kutengeneza nafasi kwenda katika lango la wapinzani. So binafsi Simba walichokionyesha uwanjani, nguvu yao ni ile ambayo wameonyesha leo hii. Mambo hayakwenda vizuri, bado nafasi ipo kwao. Dimitar Pantev ana kazi kubwa sana ya kuifanya kuhakikisha anavuka katika kundi na kwenda katika hatua ya robo finali. Bado kundi lina nafasi, kwa sababu kinara wa kundi ana alama 4, wenye 4 wako wawili. Ili aende vizuri, anatakiwa kuhakikisha anambana ambavyo Ataraji, yani Esperance. Asikubali Esperance aondoke na alama za kutosha. Alama za kutosha kuanzia 6 au 4. Asikubali. Anachotakiwa kufanya Simba Esperance ni kumchukulia alama 4, ikishindikana basi angalau alama 3 azipate. Alafu katika alama 3 hizo amsubiri Stade Malien amchukulie alama 3, aende 11 November Angola akachukua alama 3. Bwana, hizo sababu ni ngumu, lakini kwenye football hakuna maajabu ambayo hatujawahi kuyaona. Hata hiyo pia inawezekana. Anyways, iko ndo kikubwa ambacho nimekiona. Wewe kwenye comment section hapo unaweza kaandika comment yako. Unamwona mnyama akienda hatua ya robo finali? Weka comment yako kitu kinachofuata dhidi ya Esperance de Tunis. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.